Majina anaitwa Abraham Egino Mbunda, ni diwani wa kata ya Mateka, lakini pia ndiye mstahiki meya wa manispaa ya Songea. Leo ni siku ambayo baraza la madiwani wa Songea tumekaa kwa ajili ya kuona vitu vilivyotekelezeka, lakini pia kuona nini tufanye katika manispaa yetu. Lakini jambo ambalo lipo kwetu ni kupeleka mbele zaidi manispaa yetu, hususan kutoka kwenye manispaa kwenda kwenye jiji. Lengo hili lipo kwa mujibu wa sheria na lipo kwenye mipango mikakati, na sasa mtarajie wananchi kuwa na mafanikio katika baraza hili na hata pia kuona nini tunashauriana na kushiriki pamoja. Kama kuna jambo ambalo mtaona halipo vizuri, sisi kama baraza, mimi kama mwenyekiti au meya, nipo tayari kupokea na kuweza kushauriana na kila mtu. Katika manispaa yetu tunajenga masoko pia. Masoko Ramazese A na B, lakini pia na Mfaranyaki. Tunaendelea kuboresha maeneo mengine ambayo yenyewe yatatuletea mapato kwa wakati, na tunatarajia ndani ya kipindi kifupi sana soko lile au masoko yale yaweze kuanza kutumika. Kwa kiasi kikubwa mapato yatakuwa yanapatikana kwa wakati sana. Lakini pia tunaendelea kuimarisha mianya ile ya ukusanyaji mapato. Kwa wale ambao walikuwa wanakusanya kwa olela, tunaendelea kufuatilia na kuona kuna umuhimu gani wa kuweza kufuatilia kadiri ya utaratibu wa ukusanyaji wa mapato. Naitwa Alto Liolelo na kaimu ofisi ya mkurugenzi wa manispaa. Leo tulikuwa na baraza la madiwani kwa kujadili taarifa za robo ya pili. Baraza limeisha vizuri, na kwa upande wa mapato tunaendelea kukusanya. Sasa hivi tupo 52% ya mapato, tunatafuta ile 48. Mwenendo mzuri kwa sababu tunatakiwa tukusanye bilioni 9 milioni 186, na tunaelekea vizuri, tuna imani tutafikia lengo. Ni kweli leo tulikuwa na baraza la kwanza baada ya madiwani kuapishwa na kupata taarifa za robo kwa kila kamati. Lakini nini matarajio yetu kama madiwani ni kuhakikisha kwamba kwanza tunaongeza mapato ya manispaa, ni pamoja na yale mapendekezo ambayo yameshauriwa na wataalamu kwa kipindi ambacho baraza lilifungwa. Lakini pia kuhakikisha kwamba sisi kama madiwani kuwa na vyanzo vya mapato mapya ambayo tukiungana na wataalamu tutahakikisha kwamba tunaibua sehemu ya vyanzo vya mapato ili kuifanya manispaa iwe katika mazingira ambayo tunahitaji kutoka kwenye hatua hii tulionayo ya manispaa kwenda kwenye jiji. Lakini pia mambo mengine ni kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo. Baada ya kupata ile mapato, tunaleta maendeleo kwa wananchi, kwa kila kata, lakini pia kwa kila mahitaji ambayo yatakuwa yanagusa moja kwa moja wananchi pamoja na kero mbalimbali, ili kuona namna gani ya kuweza kupata fedha za vyanzo vya mapato vya ndani, lakini pia wafadhili mbalimbali pamoja na fedha ya serikali kulingana na mahitaji muhimu ambayo yanakuja kwa fedha ambazo zimeelekezwa kwenye mahitaji ya msingi. Jina naitwa Dickson Clemens Ngonyani, ni diwani kutoka kata ya Ruhuwiko. Ni kweli tumeingia kikao cha kwanza toka tumeapishwa baraza la madiwani, kwa maana ya kujadili mambo yaliyotekelezwa katika robo ya pili iliyokwisha kupita. Lengo kubwa ni kutazama mustakabali wa manispaa yetu. Kiu yetu ni kuona halmashauri inasonga mbele kwa mambo mbalimbali. Kipindi sisi tupo kwenye mchakato wa uchaguzi, iko miradi ilikuwa inaendelea wakati sisi hatupo. Tunaamini ni miradi ambayo yenye nia njema ya kuwasaidia wananchi wetu, na sisi baada ya kuingia tumepewa taarifa ya miradi iliyotekelezwa, na bahati nzuri mimi pia ni mjumbe wa kamati ya fedha. Tumejaribu kupitia hiyo miradi ambayo imetekelezwa wakati sisi hatupo, tumejiridhisha kwa namna moja au nyingine kwamba walao halmashauri yetu inakwenda vizuri katika usimamiaji wa miradi iliyokwisha kutekelezwa. Lakini la pili, kupitia miradi ambayo inakwenda pia kutekelezwa, ndio maana tupo kwenye vikao mbalimbali, na wiki ijayo kimpendeza Mungu tunaingia kwenye bajeti kwa ajili ya kuangalia sasa miradi tunayoenda kutekeleza kupitia bajeti tunaenda kuikalia wiki ijayo. Kwa hiyo naamini kwa sababu nia ni kuhakikisha maendeleo ya wananchi wetu kule katika idara zote ikiwemo elimu, afya, miundombinu ya barabara, maji, umeme vinafanyika. Ninaamini kupitia vikao vitakavyofanyika wiki ijayo tunakwenda kutoa mwelekeo na mwanga mzuri
kuenda kutekeleza sasa miradi ambayo tutaipanga kupitia bajeti ambayo tutakuwa nayo. Katika awamu hii tunategemea mapato ya halmashauri kuongezeka, lakini tuna ajenda ya kutoka manispaa kwenda jiji. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu atubariki na tuwe na muunganiko sasa, mwenendo mwema, manake ndo tunazindua baraza hili, litakaa miaka 5.